Movie yetu inaanzia ndani ya hospitali na balaa ni kwamba katika maeneo ya kuhifadhia maiti yani mortuary. Leo kulikuwa na taarifa iliyotikisa vyombo vya habari. Ni mara baada ya kifo cha bidada anayefahamika kama Anna, maarufu kwelikweli, mwimbaji ambaye alikuwa akijiandaa tu bafuni, ghafla akaanguka na kupoteza maisha. Na tena ilikuwa ni siku moja tu kabla ya kufanya tamasha lake kubwa ambalo lilikuwa linaandaliwa siku ya kesho, na mwamba alikuwa anawajibika kwenda kupeleka mwili huu mortuary alikuwa ni mwamba mmoja anayefahamika kama Pau. Kifupi, Anna alikuwa ni mwanamke mrembo sana, aliwavutia kila aina ya wanaume, na siku ya leo mwamba akaamua kumpiga bidada picha kwa sababu huyu ni maarufu kweli kweli. Hasa huyu Pau ni mfanyakazi wa mortuary, lakini pia ana marafiki zake ambao wanakuja kumtembelea sana hapa hospitalini, na si wengine bali ni mwamba Ivan pamoja na Javi. Walipofika hapa, kwa sababu wanajua mshikaji wao anafanyia hapa mortuary, moja kwa moja akaanza kumwambia kwamba tumepata taarifa ya kwamba bidada Anna amefariki tena katika hii hospitali, alafu wewe ndio uko kitengo cha mortuary, niambie huyo mtoto anaonekanaje? Huyu mwamba anayefahamika kama Pau akasema, da, binti alikuwa ni mzuri jamani, amekufa na uzuri wake ule ule, nimempiga picha katika simu yangu, lakini tupotezea habari hizo. Hasa Ivan ikabidi kufunguka shida kubwa iliyokuwa imemleta katika mitaa hii. Akawa anamwambia mwamba Pau, bana, tutafutie maeneo ambayo tunaweza tukajichimbia huko alafu tukatumia vitu vyetu, yani hawa jamaa ni watumiaji wa madawa ya kulevya. Basi mwamba Pau akawapeleka miamba katika maeneo fulani vya madampo, yani huko ambako taka zinatupwa, lakini akawasihi kwamba wasiguseguse sana hayo makeni kwa sababu yanakuwa na nguo za watu waliweza kufariki. Lakini mwamba Ivan alipofungua hilo keni la njano alikuja kugundua kwamba kwa kuna chupi ya gharama kweli kweli. Akasema, da, aisee, huyo anaonekana alikuwa anaivai chupi, alikuwa ni mtu wa gharama kweli. Akamwambia, bana, sini bidada Anna aliweza kufariki. Basi bana, maada ya Anna ikawa imeweza kupotezewa, na kisha akawa ametoa ulabu wao na moja kwa moja akataka kuanza kupiga ulevi, lakini walipomshirikisha mwamba Pau akasema, hapana bana, kwa sababu bado naendelea na kazi, nikini watanigundua kwa sitakiwi kunywa kabisa yani. Lakini wakamlazimisha sana Pau. Mwisho wa siku mwamba akachukua glasi moja na akaendelea kushiriki na miamba wenzake, lakini wakawa wanamwambia, hebu bana, achana na hii kazi ya kuandaa maiti bana, unajua ni kazi ambayo ina uchulo hivi. Lakini mwamba akasema ndo kazi pekee ambayo inamuingizia kipato na ndo anaipenda hiyo na kuiheshimu. Basi moja kwa moja akamwambia kuwa hata ile eneo alilosimama inaonekana kuna watu wanapita pita kando, kwa hiyo akaona kana kwamba wamekosa uhuru. Pau akawachukua mashikaji zake Javi pamoja na Ivan na moja kwa moja akawa anapeleka katika vyumba vya mortuary na kuambia kuwa huko wataweza kufanya mambo yao kwa uhuru zaidi, ila kwa muda mfupi wanatakiwa waondoke. Moja kwa moja Mr. Pau akafungua chumba baada ya chumba na mwisho wa siku akafika katika chumba cha maiti wengi kidogo, lakini Javi alivyoingia tu ndani akaanza kuogopa na kusema kwamba unajua tukikamata tu ndani afu sisi wafanya kazi, hebu naomba tuondoke. Asa mwamba Pau akasema kwamba nyewe mnasikiaga tu mara mtu amekufa, leo nataka nionyeshe miili ya watu walioweza kufa. Basi wakaanza kujificha hivi sura zao na kusema, bana, hapana, sisi tunaogopa bana. Basi Pau akawa amefungua mwili wa bibi mmoja hivi na akawa anawaambia kwamba ina maana nyewe mnaogopa kwamba siku moja hamtakuja kufa, si ndio Lakini Ivan pamoja na mwamba Javi baada ya kuona mwili wa huyu bibi kidogo wakaanza kupata ujasiri fulani hivi, wakajikuta wanasema hebu tufungulie na mwili mwingine, lakini wakakumbuka kwamba kuna bidada Anna ameweza kufariki. Je, amehifadhiwa katika chumba hiki? Mwamba Pau hakutaka maneno mengi, moja kwa moja akaifungua sura ya bidada Anna. Aisee, walipoweza kumuona namna alivyokuwa ni mrembo wakabaki wanastaajabu, nilikuwa namuona kwenye TV tu huyu. Lakini mwamba Ivan yeye akafungua kidogo katika maeneo ya mapaji akamshika bidada akasema, da, yani alivyo mrembo utafikiri bado hajafa. Lakini upande wa Javi alikuwa anaogopa sana. Ivan akamwambia, jaribu kumgusa, usije ukaniambia kwamba mara naongea maneno na msingizia tu bidada, jaribu nawe umguse. Kwa kweli mshikaji Javi naye alipoweza kumgusa bidada alijikuta tu anasisimka mwili mzima, yani ni kama vile kibongobongo uweze kukutana na mwili wa Lihana. Lakini mwamba Pau akawasima mashikaji zake kwamba wasikae muda mrefu huku ndani, kilichowaleta ndicho ambacho wakifanya. Basi kwa sababu ilikuwa imewaleta shughuli ya kuvuta madawa ya kulevya, basi wakaandaa ile madawa ya kulevya na wakaanza kuyavutia humo ndani mortuary. Lakini mwamba Ivan baada ya kupiga tu vitu vyake moja kwa moja akamfuata bidada Anna akasema kwamba kila mtu alikuwa na ndoto ya kuja kulala na huyu bidada hata siku moja ujue. Javi alishangaa sana nini ambacho mwamba Ivan anakizungumza, akamwambia kuwa sasa unazungumzia nini, unamaanisha nini? Labda Ivan akaanza kujingatangata, mbona utafikiri analika tu huyu bana. Watu walibaki wanashangaa, lakini mwamba Pau akasema kuwa hata yeye mwenyewe amewahi kufanya mapenzi na maiti kwa siku moja hivi. Hasa Ivan akasema kwamba sasa kama mwamba Pau amewahi kulala na maiti hapa hospitalini, sasa sisi tushindwe kwa ajili gani bana? Hebu ngoja tujaribu. Lakini Javi akasema, bana, acheni utoto bana, unajua mimi najua mnazungumzia utani hivi. Lakini mwamba Ivan akasema, mimi niko serious, nataka nimnyandue wewe mtoto bana. Jamaa akabaki amekasirika sana. Javi akasema, mimi naondoka, lakini Pau akamwambia kwa usiondoke, watakushtukia, unajua, njoo tujifiche huko. Basi baada ya kumuingiza chobingo mwamba Javi waweze kujificha, Javi akawa anasema kwamba hivi ni kweli kabisa Ivan atakwenda kulala na ule mtoto au? Lakini Pau hakutaka kuongea maneno mengi, akawa amefungua mlango kidogo achungulie pale nini ambacho kitakwenda kuendelea. Kweli kabisa mwamba Ivan alikuwa tayari ameshauvua ule mwili nguo wote. Javi anaendelea kusema kwamba huyu atakopa na wazimu, huyu jamaa huyu atakuwa na wazimu kabisa, huwezi ukafanya kitu kama hicho. Lakini mwamba Pau alikuwa akitazama kwa uchu sana yani. Dakika kama 10 mbele baada ya mwamba Ivan kupiga vitu vyake moja kwa moja akawa anarudi huku chumbani, lakini pia hata mwamba Pau na yeye akaenda pale kuendelea na show.
Javi alikuwa akimlaumu sana Mwamba kwa kila alichoweza kukifanya, lakini jamaa akamwambia kuwa hujui tu mwanangu nilichoweza kukipata pale. Kiufupi ni kwamba mtoto bado yupo unajua. Hasa zamu ya mshikaji Pau ilipoweza kufika, jamaa akawa anapaka mate hivi. Sasa ile anacheki hivi kuangalia mara mbili hivi, anagundua kama mbona utafikiri huyu bidada ana amefungua macho yake. Hasa Mwamba Pau akiwa anaendelea tu na shughuli zake, akashangaa kuona kwamba bidada ni kama ametaka kuanza kuongea. Ikabidi Mwamba kujitupa pembeni huko akiwa amepiga makelele makubwa. Javi pamoja na Mwamba Alves moja kwa moja katimba katika eneo lile. Mwamba Javi akamsogelea bidada Ana, kisha akamwambia kuwa anaomba relax, atulie. Na akamwambia wenzake walete maji ya kunywa haraka sana, lakini majamaa wakawa hajaenda kabisa kuchukua maji. Basi moja kwa moja Javi akafuata maji na kumnywesha bidada. Hasa Mwamba Pau na mshikaji wake wamebaki wameduaa tu. Javi akawa anamwambia nini ambacho tukifanya sasa hivi, tumcheki daktari ama tumpeleke bidada hospitalini haraka sana. Lakini Mwamba Javi kucheki joto la bidada anagundua kwamba bidada ni wa baridi sana, kwa sababu haya maeneo yanakuwa na baridi kwa asili. Ikabidi kwenda kutafuta kitu cha kuweza kumstiri bidada. Hasa wakati Javi ameondoka, Mwamba Ivan akaanza kumuuliza jamaa Pau kwamba ameweza kukuona. Akasema ndio ameniona. Amekuona ukiwa unafanya kabisa vile. Anasema ndio ameweza kuniona. Akasema kwamba sasa hii hatari unajua. Ile Mwamba Javi amekuja tu anaambia kwamba bana, unajua huyu ameweza kutuona sisi wakati tunafanya mambo yetu, kwa hiyo ni hatari zaidi, inabidi tumalizie tu unajua. Lakini Javi akasema haiwezekaniki jambo hilo. Mabishano makubwa yakawa yameanza pale, na katikati ya mabishano akasikia kana kwamba kuna kishindo fulani hivi cha mtu alikuwa anaingia katika maeneo haya. Kumbe bana, kuna mwili mwingine ulikuwa unaletwa maeneo ya mochwali. Sasa wakamfunikia bidada kana kwamba bado ameendelea kufa vile vile. Alafu miamba wakawa wameweza kujichimbia sehemu, wakawa wamejificha hivi. Sasa yule mhudumu wa mochwali alipofika hapa akautoa ule mwili, bidada anahangaika sana, anatamani kupiga kelele, anashinda. Lakini alifanikiwa angalau tu kujifunua shuka lake ili aweze kumuita yule mhudumu pale mochwali, lakini ikawa inashindikanika kabisa. Yule mhudumu akawa ameondoka nje ya kile chumba cha mochwali baada ya kuweza kutua mwili. Na baada tu ya yule mhudumu kuweza kuondoka, mabishano yakaendelea kati ya Mwamba Ivan pamoja na Javi, na wakawa nasema kwamba hivi unadhani nini kitatokea baada ya huyu bidada kuwa hai na kuweza kutoa ripoti kana kwamba si tulilala naye? Itakuwaje kuwaje? Unajua wewe Javi, wewe sio mwana kabisa. Unajua kwamba tutakuwa tumemsababishia Mwamba Pau majanga makubwa sana. Kwanza atafukuzwa kazi, hapa atatupwa gerezani. Alafu mbaya zaidi ni kwamba hata mimi mwenyewe mshikaji wako Ivan ndatupwa gerezani ujue. Yaani upo tayari kabisa kutukataa wana kisa demo ambaye umekutana naye siku moja, demo mwenyewe tena maiti bana. Hebu acha tusifanyie hivyo bana, ndio tunatakiwa tumalizie. Lakini Javi akamwambia hapana washikaji zangu, sina maana hiyo, lakini yule demo hakufanikiwa kuwaona, hata sasa hivi ajitambui vizuri. Lakini Pau akaendelea kuongezea, aliniona kabisa wakati nafanya mambo yangu, aliniona. Ivan akaongezea jambo moja akisema kwamba lakini aliletwa huku mochwali kwa sababu gani, na ripoti ya madaktari inasemaje kule? Akasema kuwa ripoti inayosema kule ya madaktari ni kwamba bidada ameweza kufariki na aliletwa mochwali kwa sababu yeye ni mwili uliokufa. Oya we wana, tusiwete mambo mengi kabisa hapa. Swala la msingi ni kwamba bidada anatakiwa atembee kweli mbele za haki, kwa sababu ripoti inasema yeye aliweza kufariki. Lakini Mwamba Javi akasema kuwa hawezi kushiriki dhambi ya kumwangamiza huyu bidada wala kushuhudia bidada anauliwa mbele ya macho yake. Hatokubali kabisa jambo hilo hata kidogo. Mwamba Javi akachukua kitanda cha bidada akawa anamsukumiza lengo aweze kumtoa na kumpeleka hospitalini, lakini Ivan akawa amejisogeza kwa mbele na kuzuia kabisa kile kitanda. Kwa hiyo mwanangu wewe Javi, umezamilia kabisa mimi mshikaji wako nikafie gerezani, au sio? Kwa hiyo lengo lako wewe ni kuniangamiza, si ndio? Lakini Javi akasema kwamba lengo langu ni kumsaidia huyu bidada. Basi lengo lako wewe ni kuniangamiza na una maana kabisa. Basi Mwamba Ivan alichoamua kumfanyia Mwamba Javi kilikuwa ni kibaya zaidi. Alimtembezea ngumi za kutosha almanusula aweze kumwangamiza, lakini Pau akawa ameingilia kati. Ivan tayari ameshamlegeza sana Javi. Kuna wazo likawa limeweza kumfikia Mwamba Ivan, akasema kwamba kwani huyu jamaa tusimchukue tukamtelekeza maeneo fulani hivi hospitalini, alafu huko atakwenda kumwokota, baada ya hapo atakwenda kumtibia, au sio? Basi wazo la haraka ilikuwa ni kumtoa Mwamba na kumpeleka katika chumba ambacho madaktari muda wote wanapita mara kwa mara, na akamsii Mwamba Pau aende kufungua mlango mwingine kabisa ambao utasababisha madaktari waweze kuingia mitaa hii. Hasa Pau akiwa ameondoka mitaa hiyo, basi Mwamba Ivan akazidi kumwambia Javi kwa kuambia kuwa umeona mshikaji wako nilivyokuwa na huruma na wewe, angalia kama mngekuwa mtu mwingine angewaza kukuangamiza mpaka wewe, lakini mimi nakupenda, ndio maana nimeamua kwamba nikuweke katika sehemu ambayo madaktari watakuja kusaidia. Kwa hiyo sasa mshikaji wangu, zingatia sana unapokwenda kusaidiwa huko, hata ukiuliza swali lolote kwa habari ya huyu bidada usije ukajibu kitu chochote, kwa sababu sisi huyu bidada lazima tumwangamize, yani hiyo ni lazima. Usije kufungua kinywa chako hata siku moja kuzungumza kwa habari ya bidada kwamba amewahi kuwa hai. Huyu bidada ni kwamba anakufa kweli dakika ya leo. Hasa nadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Tumeweza kushuhudia kwamba Javi anapambania maisha bidada Ana aweze kuwa hai, lakini tayari Ivan pamoja na Mwamba Pau wako katika msala mzito, kwani hawajui nini watakwenda kufanya ili kuhakikisha kwamba asili hii wanazidi kuilinda. Lakini wazo la haraka liloweza kuja ni kwamba wanatakiwa kumwangamiza bidada Ana ili kuweza kutunza asili yao. Bana, huu mzigo una sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza ndio hii ambayo umekwisha kuitazama, na sehemu ya pili utaiona pindi ambapo utakuwa umegusa alama ya kusubscribe, lakini pia umegusa na alama ya kengele. Yes, tukutane katika sehemu ya pili ukiwa umegusa na alama ya kulike. Kumbuka kwamba pia idadi ya like zinapokuwa nyingi ndivyo ambavyo sehemu ya pili inatililika kwa haraka zaidi. Na hii ni PVP Media Max, tukutane katika sehemu ya pili ya likapi yetu kama kawaida. Kazi hii hapa.